Na salamu zetu za dhati zipate kuafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunawajieni tena kwa karibisheni kusikiliza awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kufuatia yale ambao yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako siku ya leo tutakwenda kugusia sakata ambalo limeleta gumzo kubwa katika nyanda zote, iwe za kiusalama, kisiasa na hata kidiplomasia, nalo ni sakata la shambulizi la drone lililofanyika huko Goma, mkoani Kivu Kaskazini. Inasemekana kuwa mlipuko wenye sauti kubwa ulisikika majira ya saa 10 asubuhi ama 4h du matin ya leo Jumatano tarehe 11 Machi mwaka 2026 katika maeneo ya Himbi mjini Goma. Kwa mujibu wa ushuhuda wa baadhi ya wakazi waliopatikana kwa mawasiliano, walisema ya kwamba milipuko hiyo ilisababisha taharuki kubwa katika mji huo wenye wakazi wengi. Kwa sasa chanzo halisi cha milipuko huo bado hakijajulikana. Baadhi ya mashuhuda wanazungumzia uwezekano wa shambulio la droni, wakati wengine hawatoi nje uwezekano wa mashambulizi ya anga. Hadi sasa taarifa zinazopatikana bado ni chache na hakuna uthibitisho rasmi uliotolewa bado. Mkazi mmoja aliyekuwa karibu na eneo hilo amesema aliamshwa na mlipuko mkubwa majira ya alfajiri, na mnukuu, tulisikia milipuko kadhaa mfululizo, kwa sasa hatujui kama ilikuwa ni droni au ndege za kivita, alieleza. Kwa upande wake chanzo kutoka ndani ya AFC M23 pia kimethibitisha kuwa milipuko ilisikiwa ndani ya mji huo, lakini kimekiri kuwa hakina taarifa sahihi kuhusu kilichotokea hasa. Katika baadhi ya duru za kiusalama kuna madai yanayozunguka kwamba mashambulizi hayo huenda yanahusishwa na operesheni zinazodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, zikilenga maeneo ya mjini yaliyo mbali na mstari wa mapambano. Hata hivyo, vyanzo vingine vinaeleza uwezekano wa kampeni ya upotoshaji wa taarifa inayolenga kuilaumu jeshi la Kongo FARDC. Hata hivyo, madai haya hayajathibitishwa kwa njia huru. Kwa mujibu wa wachambuzi kadhaa wa masuala ya kijeshi, wanadai ya kwamba vikosi vya FARDC kwa sasa vipo takriban kilomita 20 kutoka Goma, katika mazingira ya kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi kuzunguka mji huo. Wakati huo huo, inaelezwa kuwa moja ya milipuko ililenga makazi ya watu ndani ya mji. Kwa mujibu wa taarifa za awali, Karin Bisse, raia wa Ufaransa na mfanyakazi wa UNICEF nchini DRC, amepoteza maisha katika tukio hilo. Inadaiwa kuwa nyumba hiyo ilikuwa imekodishwa na Christine Guino, ambaye hakuwepo wakati wa tukio hilo. Msimamizi wa usalama wa UNICEF nchini DRC tayari alifika eneo la tukio asubuhi ili kutathmini hali ya kukusanya taarifa zaidi. Wakati uchunguzi ukiendelea, mamlaka pamoja na mashirika ya kimataifa bado yanajaribu kubaini chanzo halisi cha mlipuko huo na mazingira yaliyosababisha tukio hilo la kusikitisha lililotokea katika kipindi ambacho hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika eneo la Goma. Wakati baadhi ya vyanzo vinazungumzia uwezekano wa shambulio la droni, ushahidi kadhaa uliobainika katika eneo la tukio unaibua maswali makubwa kuhusu hali halisi ya tukio hilo. Kwa mujibu wa uchunguzi wa awali, alama za risasi zinaonekana kwenye kuta za nyumba iliyolengwa, zinaashiria kwamba huenda kulikuwa na shambulio la silaha lililofanywa kutoka ardhini na si tu shambulio la angani kama ilivyodhaniwa hapo awali. Alama hizo za risasi zinazoonekana wazi kwenye ukuta wa jengo hilo zinaonyesha uwezekano wa kutumika kwa silaha za moto. Kwa baadhi ya wachambuzi na waangalizi wa masuala ya usalama, hali hiyo haifanani kikamilifu na mbinu inayotumika katika mashambulizi ya droni, jambo ambalo linaongeza mashaka na kuhitaji uchunguzi wa kina zaidi ili kubaini ukweli wa tukio hilo. Katika mazingira haya ambayo bado yana hali ya sintofahamu, baadhi ya vyanzo vya kiusalama vinahitaji AFC M23 inayodaiwa kuungwa mkono na vikosi vya Rwanda RDF kama mtuhumiwa mkuu kwa sasa. Wachambuzi pia wanasisitiza umuhimu wa kutochanganya tukio hili na operesheni nyingine za kijeshi tofauti, hasa mashambulizi ya droni ambayo mara nyingi huelezwa kuwa ya kulenga shabaha maalum kwa umakini mkubwa
makubwa yaliyowahi kulenga baadhi ya nafasi na ngome za wapiganaji wa M23 katika eneo la Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wachambuzi kadhaa pia wanaangazia kasi isiyo ya kawaida ya mawasiliano kutoka kwa M23 baada ya tukio hilo. Muda mfupi tu baada ya mlipuko huo, vyanzo vinavyohusishwa na kundi hilo la wahasi vilitangaza kwamba mji wa Goma ulikuwa unashambuliwa na droni, kauli ambayo baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama wameiona kuwa ya kushangaza. Wachambuzi hao wanakumbusha kuwa katika operesheni za kijeshi zilizopita zilizohusishwa na jeshi la Kongo FARDC dhidi ya nafasi au ngome za M23, hususan zile zilizolenga baadhi ya viongozi wa kundi hilo kama Willy Ngoma au Colonel Castro Elize Mbirabagabo, wahasi hao hawakuwa wamechapisha haraka picha, video au maelezo ya kina ya tukio kama ilivyokuwa kwa hili tukio la leo. Katika tukio la leo, baadhi ya maafisa na viongozi wanaohusishwa na M23 walidai kwa haraka kwamba serikali ya Kinshasa ilikuwa ikijaribu kuwalenga viongozi wa wahasi, wakitaja majina kama Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na Sultani Makenga na hata kumtaja rais wa zamani Joseph Kabila. Hata hivyo, wachambuzi kadhaa wanasema kuwa madai hayo bado hayana ushahidi wa kutosha kwa sasa. Wachambuzi wengine wanajiuliza pia ni sababu gani ingeweza kuifanya serikali ya Kongo kulenga raia wa kigeni huku viongozi wakuu wa wahasi kama Nangaa, Bisimwa na Makenga wakibaki salama mjini humo. Katika mazingira haya ambayo bado yana maswali mengi yasiyojibiwa, baadhi ya waangalizi wanazungumzia uwezekano wa operesheni ya mawasiliano au propaganda iliyolenga kuathiri maoni ya jumuiya ya kimataifa. Hata hivyo, madai hayo bado yanahitaji uchunguzi huru na uthibitisho wa kina. Kwa mujibu wa wachambuzi na waangalizi kadhaa wanaofuatilia kwa karibu mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa takriban miongo mitatu ama 3 decennies, hotuba na kauli zinazotolewa na vikosi vya Rwanda pamoja na makundi ya wahasi yanayodaiwa kuhusishwa navyo mara nyingi hutafsiriwa kama sehemu ya mkakati wa kisiasa na kijeshi unaojirudia mara kwa mara. Wataalamu hao wanaeleza kuwa kila mara vikosi vya ulinzi vya Rwanda RDF au makundi ya wahasi yanayohusishwa navyo hasa AFC M23 yanapodai kuwa yanachukua hatua kwa lengo la kulinda raia, mara nyingi kauli hiyo hutokea wakati ambapo shinikizo la kijeshi, kidiplomasia au kisiasa linaongezeka dhidi yao. Kwa mtazamo huu, mawasiliano ya aina hiyo yanaweza pia kuwa njia ya kuandaa maoni ya umma, hasa katika hali ambapo raia wanaweza kujikuta katikati ya mapigano wakilazimika kuhama makazi yao au kukaribia maeneo ya vita. Watafiti kadhaa waliobobea katika migogoro ya ukanda wa maziwa makuu wanakumbusha kuwa mifumo kama hii imeonekana katika hatua mbalimbali za mgogoro huo. Hii ni pamoja na kampeni za kijeshi za muungano wa vikosi vya kidemokrasia kwa ukombozi wa Kongo AFDL mwaka wa 96, vita vya mwaka wa 98 na baadaye kuibuka kwa makundi ya wahasi kama CNDP na hatimaye M23 katika miaka ya hivi karibuni. Katika vipindi hivi tofauti, baadhi ya ripoti na ushuhuda wa mashahidi vilitaja kuhamishwa kwa lazima kwa raia, mara nyingine kuelekezwa kwenye maeneo yenye umuhimu wa kimkakati, kuua baadhi ya raia na wanasiasa ili kusingizia serikali ya Kinshasa, jambo ambalo lilikuwa linaathiri au kuchelewesha operesheni za kijeshi za jeshi la Kongo FARDC. Kwa mujibu wa uchambuzi huo, kumradhi, misongamano ya wakimbizi au raia wanaokimbia mapigano inaweza pia kuleta hatari ya wapiganaji kujichanganya ndani ya umati wa raia, hali ambayo huwa changamoto kubwa ya kiusalama kwa majeshi yanayopigana katika eneo hilo. Katika mazingira haya ya mvutano unaoendelea kuzunguka mji wa Goma, baadhi ya viongozi na wachambuzi wa Kongo wanasema kuwa mji huo bado uko chini ya shinikizo kubwa la kiusalama, wakitaja uwepo wa makundi ya wahasi wanayoyaona kama nguvu ya uvamizi au udhibiti wa kijeshi. Kwa mujibu wa tathmini zao, zaidi ya wakazi milioni 2
ukatili wa Goma wanaishi katika mazingira ya hofu na ukosefu wa usalama kwa muda mrefu. Sauti hizo zinavituhumu vikosi vinavyohusishwa na M23 AFC kuhusika katika vitendo mbalimbali vya ukatili dhidi ya raia, ikiwemo mauaji ya papo kwa papo, uporaji wa mali na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu ulioripotiwa katika baadhi ya maeneo yanayodhibitiwa na wahasi. Hata hivyo, tuhuma hizo zimekuwa zikikanushwa mara kwa mara na upande wa wahasi. Baadhi ya waangalizi pia wanakumbusha tukio la tarehe 27 Januari 2025 wakati mashambulizi ya mabomu yaliripotiwa katika eneo la Goma yalizidisha tena mvutano na kuibua lawama kati ya pande mbalimbali zinazohusika katika mgogoro huo. Katika hali hii yenye mgawanyiko mkubwa wa kisiasa na kijeshi, mamlaka za Kongo pamoja na vikosi vya FARDC vinasema vinaendelea na juhudi za kurejesha mamlaka kikamili ya serikali katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na kudhibiti kikamilifu mji wa Goma, huku vikisisitiza lengo la kulinda raia ambao wamejikuta katikati ya mgogoro huu wa muda mrefu wa usalama. Hivyo basi vikosi vya FARDC vinasema vinaendelea kuwa makini, vyenye nidhamu na vimejizatiti kikamilifu kulinda mamlaka ya nchi pamoja na usalama wa raia katika kipindi ambacho hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hapa, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu hii ya pili habari za matangazo ya kila siku. Tunatumaini ya kwamba ulikuwa nasi kutoka mwanzo mpaka hivi tumefika tamati ya awamu hii. Tunasema asante popote ulipo na kukuomba uzidi kubaki sambamba hapa kwenye channel yetu ili uende kufaidi zaidi habari za matukio ya kila siku yanayotokea nchini Kongo. Tukutane kwa majaliwa ili uzidi kufaidi zaidi. Asante.